nenda Siloamu nawa upate kuona tena. Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi wa mashairi, karibu kwa shairi langu ambalo latoka katika Injili ya Yohane sura ya 9 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 41. Karibu upate kubarikiwa. Yesu kiwa anapitia, kipofu alimwonea, mezaliwa hivyo pia mitume kaulizia, dhambi nani nilotendea, upofu kamfikia, nenda Siloamu nawa upate kuona tena. Yesu akawajibia, kipofu hakukosea, wala wazazi we pia Mungu alimuumbia. Ndiyo kazi ya jalia kwake kujionyeshea, nenda Siloamu nawa upate kuona tena. Mchana yanipasani kuyatenda lonituma, usiku waja jamani takuwa ngumu lo mema. Nikiwa ulimwenguni mimi ni mwanga ya mema, nenda Siloamu nawa upate kuona tena. Kisha mate katemea, chini tope kafanyia, machoni kampakia Yesu tena kamwambia, Siloamu enendea, ukanawe huko pia, nenda Siloamu nawa upate kuona tena. Akaenda akanawa, akarudi anaona, jirani walishangazwa mwombaji kuona tena, maswalini walijawa kuwa anamfanana, nenda Siloamu nawa upate kuona tena. Yeye mwenyewe kasema, ni mimi meokolewa, mekwaje waona vyema, machoni mefumbuliwa, tope kapakia vyema, kende ya kutakaziwa, nenda Siloamu nawa upate kuona tena. Nikaenda nikanawa, mwangaza nikauona, basi wapi wajua huyu Kristo Yesu Bwana? Mimi sijui, wajua, Farisayo kaendana, nenda Siloamu nawa upate kuona tena. Ni Sabato ilikuwa, macho alipofumbua, walitaka kuyajua ni vipi liona pia, matope macho litiwa, naye akawaambia, nenda Siloamu nawa upate kuona tena. Mafarisayo kasema, huyu si mtu wa Mungu, Sabato ashiki vyema, vipi takuwa wa Mungu? Wengineo walisema, mdhambi hawezi Mungu, nenda Siloamu nawa upate kuona tena. Tena wakamulizia, wasemaje juu yake? Nabii akanene akakataa jibu lake, na hawakuaminia
pia ushuhuda wake. Nenda Siloamu na waupate kuona tena. Wazaziwe walitwa habari ya mwana wao. Kipofu kweli likuwa ameonaje ye leo. Wazazi kasema kuwa mtoto kweli ni wao. Nenda Siloamu na waupate kuona tena. Kipofu alizaliwa, aonavyo hatujui. Yule alomfumbua mulizeni, hatujui. Ni mzima ye wajua, ajieleze. Nenda Siloamu na waupate kuona tena. Walisema hayo kuwa wasije kutengwa pia. Sinagogini kukuwa kukatazwa kuingia. Kumkiri Yesu kuwa Masiya tabu tangia. Nenda Siloamu na waupate kuona tena. Kipofu kaitwa tena pate kutukuza Mungu. Wafarisayo kanena twajua siye wa Mungu. Huyo ni mdhambi sana, hatii hali ya Mungu. Nenda Siloamu na waupate kuona tena. Yeye akawajibia hajui udhambi wake. Kipofu tu nilika naona sababu yake. Tena wakamulizia mepata nini ya kwake. Nenda Siloamu na waupate kuona tena. Nimekwisha waambia hamsikii kwa nini? Tena mwataka sikia ndo nini kumfuatani? Wakamtukana pia mfuasi wa Yesu yani. Nenda Siloamu na waupate kuona tena. Sisi wa Musa ujue kwake tulijua Mungu. Hatumjui ujue hatoki hata kwa Mungu. Menifumbua mjue mtambue ni wa Mungu. Nenda Siloamu na waupate kuona tena. Wenye kukosea Mungu hawasikizi twajua. Mtu amchaye Mungu yeye humtimizia. Hatujasikia tangu macho mtu mefumbua. Nenda Siloamu na waupate kuona tena. Kwa Mungu asingetoka hangeweza kufanyia. Dhambi zako zimefika mbona kutufundishia. Akatupa nje kafika, Yesu naye kasikia. Nenda Siloamu na waupate kuona tena. Yesu kakutana naye kama yeye wasadiki. Kataka kumjua apate kumsadiki. Yesu kamwambia ndiye
Bwana akamsadiki. Nenda Siloamu nawe upate kuona tena. Yeye akamwangukia kumwabudu Yesu Bwana. Ulimwengu umekujia, vipofu pate kuona, hukumu pate fikia, wenye macho sone tena. Nenda Siloamu nawe upate kuona tena. Farisayo kusikia, wakataka kuyajua, kama ni vipofu pia hatia wangefikia, kwa kuwa wamesemea, dhambi zao kabakia. Nenda Siloamu nawe upate kuona tena. 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 Na neno litasimama. Amina.